This is a guzzle, keep watching, stay updated. Mtazamaji wa Nguzo TV, ni kukumbushe unaweza kusubscribe katika chaneli yetu kwa taarifa mbalimbali zinazohusiana na michezo, burudani na siasa. Moja kati ya vitu ambavyo tunahakikishia utaweza kuvipata kwenye chaneli yetu hii ni taarifa zenye uhakika kwa 100%. Zinakuja baada ya kuwa zimechakatwa. So don't get twisted. Hii ni sehemu sahihi ambayo wewe unapaswa kuendelea kuwepo. Twende tukayaone yanayoendelea. Hali gani mtazamaji wa Nguzo TV? Nikukaribisha kwenye siku nyingine ambapo tunaenda kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kimichezo. Moja kati ya story tulizonazo hii leo ni story inayomhusu Faisal Salum Abdallah, lakini pia tutaangazia story inayomhusu Celestine Ekwa. Huyu naye ni mshambuliaji kutoka huko nchini Ivory Coast anayekipiga kwenye klabu ya ASEC Mimosas. Lakini tutaenda kuangalia story inayohusiana na Djibril Sila. Hii ni story ambayo imekuwa ni kama developing story hivi kwa sababu imekuwa ikisikika kwa muda mrefu sana. Sasa hapa leo kwenye Nguzo Sports tutakuletea juu ya kile hasa kinachotazamwa kwamba kinaweza kikawa ni miongoni mwa vitu vinavyoweza kutokea kwenye dirisha kubwa la usajili 2025 2026 ambalo very soon litaenda kufunguliwa mara baada ya ligi kuu Tanzania bara kuwa imekamilika hiyo Juni 25, ambapo tunataraji kushuhudia mtanange mkali baina ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club watakaposhuka dimbani kwenye dimba la Benjamin Mkapa kukaribishwa na Young Africans kwenye mchezo ambao umekuwa ukipigwa danadana. Nikukumbushe usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Nguzo TV, na kwa kufanya hivyo unakuwa ni mwanafamilia wa Nguzo TV ambaye utaendelea kupata taarifa mbalimbali zinazohusiana na masuala mazima ya kimichezo, siasa na burudani. Mimi ni Lusamu Hamisi Lusamu, nipate hivyo kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X nikitumia Losama. Moja kati ya story ambazo tulizonazo hii leo kama nilivyosema ni kwamba baada ya muda mrefu kuwa na stories zinazomhusisha mchezaji Djibril Sila kwamba tayari ameanza mazungumzo na Young Africans kwa maana ya kwenda kujiunga na Young Africans, dirisha kubwa hili la usajili ambalo tunaliendea hapo jana kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Azam Football Club walishuka dimbani kuwakaribisha timu ya Tabora United. Baada ya mchezo huo, mchezaji Djibril Sila akizungumza na Hashim Ibwe ambaye ni afisa habari wa Azam Football Club kupitia microphone za Azam TV alithibitisha kwamba yeye ataendelea kuwepo kwenye kikosi cha Azam. Itakuwa hivyo au ndo kasumba zile za viongozi wa soka la Tanzania kuendelea kuhadaa umma ikiwa bado kuna vitu haviko sawa sawa? Inawezekana Djibril Sila akaendelea kuwepo kwenye viunga vya Azam au akaondoka kwenye viunga vya Azam, kwa sababu as we all know mpaka sasa Djibril Sila anaelekea mwishoni kabisa mwa mkataba wake. So it's either anaweza kasalia kwenye kikosi cha Azam au akaondoka kwenye kikosi cha Azam, na amekuwa akitajwa sana kwenye viunga vya Young Africans, mitaa ya Twiga na Jangwani. Lakini kunako mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamekuwa wakitajwa kwa kiwango kikubwa sana kumhitaji mchezaji Faisal Salum Abdallah. Kwa mujibu wa kile tulichonacho mezani kwetu kwenye meza ya Nguzo Sports ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanafikiria kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kumsaini mchezaji Faisal Salum Abdallah, na hii ni kufuatia ofa kubwa ambayo imewekwa na klabu ya Azam kumhitaji mchezaji huyo aendelee kusalia kwenye viunga vya timu ya Azam Football Club. Je, wekundu wa Msimbazi Simba wataweza kuofa na kumit kile ambacho Azam Football Club watakihitaji ili waweze kumnunua Faisal Salum, au wataondoka na kuifanya hii deal iwe off na mchezaji atabakia kwenye kikosi cha Azam Football Club au kwenda klabu nyingine? Ni issue ya muda. Tujipe muda tuone ni kitu gani ambacho kitakuwa kinatokea hapo baadaye. Ni very soon dirisha la usajili litafunguliwa na tutaenda kufahamu ni kitu gani ambavyo vitajiri hapo baadaye. Lakini story yetu ya mwisho kwa siku ya leo inahusiana na mchezaji ambaye pia anatajwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu si mwingine ni Celestine Ekwa. Nikukumbusha usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Nguzo TV ili uendelee kupata taarifa mbalimbali zinazohusiana na masuala mazima ya kimichezo,
Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikitajwa au wachezaji ambao wamekuwa wakitajwa kwamba wanahitajika kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ni Celestine Ekwa. Huyu ni mshambuliaji ambaye kimsingi anatumia mguu wa kushoto, ambaye amekuwa akitajwa sana kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mchezaji ambaye amemaliza akiwa top scorer kwenye ligi ya Ligue 1 ya huko Ivory Coast, lakini pia ndio top assista ambaye amekuwa na usaidizi mkubwa, kwa maana amepiga pasi nyingi za assist ukilinganisha na wachezaji wengine waliopo kwenye Ligue 1 ya huko Ivory Coast. Sasa mchezaji huyu amekuwa akitajwa sana na wekundu wa Msimbazi Simba kwamba anahitajika kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Young Africans ndo timu iliyokuwa ya kwanza kutajwa kumhitaji mchezaji huyu. Sasa tujipe muda tuone ni kipi kitatokea kwa mchezaji huyu. Sasa hivi anatajwa sana kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Je, atakuja kuchukua nafasi ya mchezaji aliyepo kwenye kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi Simba? Kwa sababu ni mchezaji mzuri akiwa anatokea kwenye wingi ya kulia akitumia guu lake la kushoto. So tujipe muda tuone ni kitu gani ambacho kitatokea. So kuna deal hizi mbili ambazo inawezekana zikatimia au zisitimie, kwa maana ya upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, deal ya Faisal Salum au deal ya Celestine Ekwa. Moja inaweza ikamaterialize kwa maana ya kufanikiwa, au zote zikafanikiwa, au zote zikafeli. Tujipe muda tuone. Hiki ni kipindi ambacho tunaenda kuangalia yepi yatakuwa yanajiri. Mind you, ni kipindi cha tetesi. So ile ambayo ni tetesi tutaizungumza kwamba ni tetesi, na ile ambayo itakuwa ni deal done tutai-express kama deal done. Nikukumbusha usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Nguzo TV, na kwa kufanya hivyo unakuwa ni moja kati ya watu ambao wamepiga hatua kubwa sana kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia ya Nguzo TV. Till next time, mimi ni Lusamwa, enjoy.